Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Mwanaharakati maarufu kutoka nchini Tanzania, si mwingine ni Maria Sarungi, ameweka chapisho la Umoja wa Mataifa au Jumuiya ya Madola, yani the Commonwealth, ambayo imeandika barua kwa mamlaka kwamba kiongozi wa upinzani kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu inabidi aachiwe kama njia mojawapo ya kuendeleza mazungumzo kati ya serikali pamoja na vyama vya upinzani na kuleta umoja wa kitaifa. Lakini Maria Sarungi naye ameamua kuja na maneno katika mtandao wa Twitter kuhusu chapisho hilo la Commonwealth, yani Jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Nanukuu maneno ya Maria Sarungi, nanukuu: basi hapo kuna watu roho zinawauma. Yaani ni kwamba Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu hakuwa peke. Kwa sasa mtajua hamjui, mlimsingizia uhaini ila mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola akamtembelea jela na kumsikiliza. Mwachieni Lissu, msipoteze muda. Anyway, mmeshaambiwa na Umoja wa Mataifa mlipe na fidia za hii iwe per day. Kila siku mnayoendelea kumshikilia fidia inazidi kuongezeka. Mpo? Hayo ni maneno ambayo ameandika mwanaharakati maarufu kutoka nchini Tanzania, si mwingine ni Maria Sarungi, katika mtandao wa Twitter kuhusu chapisho la Umoja wa Mataifa ambalo linataka Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aweze kulipwa fidia kutokana na siku ambazo amekaa gerezani kwa kesi inayomkabili, kesi ya uhaini. Una maoni gani kama Mwanakeo TV? Ningependa nione maoni yako katika sehemu ya kutoa maoni hapo. Nione mtazamo wako ni upi katika chapisho hili ambalo ametoa Maria Sarungi dhidi ya Mheshimiwa Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tunataka tujao katika masuala ya kisiasa. Mpaka wakati ujao, kwaheri.